Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa amri ya kuimarisha usalama kwenye balozi zote za nchi hiyo duniani. Rais Donald Trump wa Marekani amemshambulia Rais Cyril Ramaphosa kuhusu tuhuma za mauaji wa Afrika Kusini wazungu. Na waziri wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Constant Mutamba anaandamwa na tuhuma za ufisadi. Habari kamili. Jerusalem. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa amri ya kuimarisha usalama katika balozi zote za nchi hiyo duniani baada ya kuuawa kwa kupigwa risasi wafanyakazi wawili wa ubalozi wake huko Washington nchini Marekani. Watu waliosikika wakidai uhuru wa Palestina walifyatua risasi dhidi ya wafanyakazi hao wawili wa ubalozi wa Israel nje ya makumbusho ya Kiyahudi mjini Washington Jumatano usiku. Netanyahu amesema tukio hilo limeonyesha ni kwa namna gani Israel inaandamwa na hisia za chuki na uchochezi duniani. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na waziri wa mambo ya nje wa Italia ni miongoni mwa viongozi waliolaani tukio hilo. Merz amesema tukio hilo linatisha na linapaswa kulaaniwa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump alimshambulia kwa maneno Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, akimtuhumu kwamba serikali yake imekuwa ikiendesha mauaji ya kimbari dhidi ya Waafrika Kusini wazungu na kutoa kwa nguvu ardhi ya wakulima wa kizungu. Katika mkutano baina ya viongozi hao uliofanyika ikulu mjini Washington jana, Trump alicheza mkanda wa video aliodai unathibitisha mauaji ya kimbari yaliyotokea dhidi ya wazungu nchini Afrika Kusini, huku akisema mwanasiasa wa upinzani nchini Afrika Kusini Julius Malema anapaswa kukamatwa. Ramaphosa alikanusha tuhuma za kufanyika mauaji ya kimbari katika nchi yake ambayo imepitia historia ya maumivu makali yaliyosababishwa na utawala wa ubaguzi wa rangi ulioongozwa na wazungu. Ziara ya Ramaphosa Washington ilikuwa na lengo la kurekebisha mahusiano kati ya nchi yake na Marekani. Kinshasa. Spika wa bunge katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Vital Kamerhe amesema waziri wa sheria Constant Mutamba atahojiwa na tume maalum ya bunge kuhusu tuhuma za kusimamia matumizi mabaya ya takriban dola milioni 20 zilizokusudiwa kutumika kulipa fidia za walioathirika na vita. Kamerhe jana alisema bunge la taifa litatangaza orodha ya wabunge watakaounda tume hiyo maalum ya kumhoji waziri huyo wa sheria kabla ya kupigwa kura itakayoamua ikiwa anapaswa kufunguliwa mashtaka au la. Mwendesha mashtaka mkuu wa serikali aliliandikia barua bunge iliyosomwa jana akilitaka kumuondolea kinga ya ubunge waziri Mutamba ili achunguzwe kuhusu tuhuma hizo za ufisadi. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW mjini Bonn. Alberta. Mawaziri wa fedha kutoka mataifa tajiri kiviwanda duniani ya kundi la G7 wamepuuza mvutano uliosababishwa na hatua ya Rais Donald Trump ya kutangaza ushuru wa ziada. Viongozi hao waliokutana jana Jumatano huko Banff nchini Canada badala yake wametafuta msimamo wa pamoja kuhakikisha mkutano huo unafanikiwa kupata makubaliano kuhusu tamko la pamoja ambalo halikugusia suala hilo la ushuru. Miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa na viongozi hao ni pamoja na hatua ya kuiunga mkono Ukraine, vitisho vya mataifa kama China, pamoja na namna ya kukabiliana na uhalifu wa kifedha na biashara ya mihadarati. Dubai. Iran na Marekani zitakutana tena kwa duru ya 5 ya mazungumzo mjini Roma kesho Ijumaa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Mazungumzo hayo yanaonyesha hatua iliyopigwa katika mahusiano kati ya mataifa hayo mawili juu ya suala hilo la nyuklia. Maafisa wanaoshiriki kwenye mazungumzo hayo hivi sasa wanalenga kutazama mambo muhimu zaidi ya mpango huo wa Iran ambayo huenda yakatoa mwanga kuhusu ikiwa mazungumzo hayo yatafanikiwa kupatikana makubaliano au la. Mazungumzo ya kesho Ijumaa yanafuatia duru nyingine kadhaa zilizofanyika Rome na Muscat. Na hatimaye Pyongyang. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameonyesha kughadhabishwa na ajali mbaya iliyotokea
siku ya Jumatano wakati wa uzinduzi wa meli mpya ya kivita nchini humo na kuitaja kama kitendo cha uhalifu ambacho hakingeweza kuvumiliwa. Shirika la habari la serikali KCNA limearifu leo kuwa Kim aliyehudhuria hafla ya uzinduzi amekosoa vikali ajali hiyo akisema imetokana na uzembe na kuitia doa heshima ya nchi na kuamuru utengenezwe kabla mkutano mkuu wa chama tawala mwezi Juni. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokujia kutoka hapa idhaa Kiswahili ya DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Na unayetusikiliza muda huu, mataifa ya laani shambulizi liloua wawili katika ubalozi wa Israel mjini Washington. Malori 90 ya misaada ya kiutu yaripotiwa kuingia Gaza, na Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeonyesha matumaini ya amani kati ya Rwanda na Kongo. Wakongomani wenyewe wanasemaje? Wakongomani wote wanapenda ni amani, lakini hauwezi kupana mali ya nchi yote eti mtu akuje kuchukua mali ya nchi yako ndio upate amani. Leo kuna mjadala wa wazi kuhusu hali ya kidiplomasia kati ya Tanzania na Kenya baada ya kufurushwa kwa wanaharakati wa Kenya katika ardhi ya Tanzania. Msikilizaji, kama ulivyo utaratibu wa matangazo haya, unayo nafasi ya kushiriki. Muhimu tutumbie ujumbe mfupi katika ukurasa wetu wa Facebook na ule wa Instagram, kadhalika na chaneli yetu ya YouTube. Katika hali isiyotarajiwa na iliyojaa matumaini, rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa wameelezea matumaini mapya kuhusu kupatikana amani ya kudumu kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Trump amewaambia wanahabari kuwa mgogoro wa muda mrefu wa DRC umemalizika. Mwandishi wetu wa Pretoria Bryson Bichwa aliyefuatilia ziara ya Ramaphosa nchini Marekani ametuandalia ripoti hii. Marais Donald Trump na Cyril Ramaphosa wamezungumzia juu ya juhudi za kidiplomasia na pia juu ya kuondoka wanajeshi wa kikanda kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema tumefanikisha hilo kupitia msaada wa watu wenye vipaji vikubwa ambao wamesaidia kusuluhisha vita vilivyokuwa vikiendelea kwa miaka mingi kati ya Rwanda na Kongo. Na nadhani tumeweza. Uamini usiamini, nadhani tumeweza. Kauli hiyo ya Trump imepokelewa kwa hisia mseto, huku wengi wakitafsiri kama ishara ya Marekani kuonyesha upya nia ya kushiriki katika amani ya Afrika. Lakini pia ikumbukwe kuwa juhudi hizo hazijaanza sasa, bali zimekuwa zikiendelea kwa miaka mingi na juhudi za kikanda barani Afrika. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini hakusita kuutambua mchango wa Marekani, lakini akaweka wazi kuwa juhudi za ndani ya bara la Afrika zimekuwa msingi muhimu wa jitihada hizo. Tunapaswa kukushukuru kwa juhudi hizo pia, kwa sababu bara la Afrika hasa SADC limekuwa likijitahidi kwa miaka mingi kuleta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo basi, juhudi zote iwe kutoka ndani ya bara au nje ya bara ni za thamani sana. Tunaondoa wanajeshi wetu huko ili amani iweze kutawala katika eneo zima. Hata hivyo, sio kila Mkongomani anaona ushirikiano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani kama suluhisho la amani mashariki mwa nchi hiyo. Kiongozi wa Wazalendo Afrika Kusini Ezekiel Ndundu anaona Rais Felix Tshisekedi ameipa Marekani uhuru wa kuchimba madini. Wakongomani wote wanapenda ni amani, lakini hauwezi kupana mali ya nchi yote eti mtu akuje kuchukua mali ya nchi yako ndio upate amani. Tutabaki na nini wewe? Naye mwanachama wa vuguvugu la kundi la Wazalendo Bwana Ngalula amesisitiza kuwa ni bora Kongo ingeshirikiana na Urusi na China badala ya Marekani. Sasa yeye angeachana na Amerika, asiogope kama atamuua, aende hata kwa Russia, aende kwa China, watusaidie wa Kongomani tuwe na amani. Kwa maana hiyo Tshisekedi ameshindwa. Ndio maana yake, iko sana shindwa. Iko na uogopa, asiwaogope. Akwe kama babake alikuwa anasimama mbele ya Mobutu. Anasema Mobutu anamtosha pale Mkinshasa na mbeba Kasai, babake alikuwa anasimama msimamo mmoja. Ushirikiano wa kimataifa na kikanda utafungua mlango wa amani ya kudumu, sio tu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bali kwa ukanda mzima wa Maziwa Makuu. Bryson Bichwa, DW, Pretoria.
Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, karibu malori 90 yaliyobeba msaada yameingia katika ukanda wa Gaza, wakati ambapo shinikizo la kimataifa linaongezeka juu ya mashambulizi mapya ya Israel na hatua nchi hiyo ya kuzingira ardhi ya Wapalestina iliyoharibiwa vibaya na vita na kusababisha uhaba mkubwa wa chakula. Huu ni msaada wa kwanza kuingia Gaza. Mwandishi wetu aliyepo studio wakati huu, mtangazaji wetu Suleiman Mwiru na taarifa ya kina. Misaada hiyo imeanza kuingia Gaza mara baada ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kusema yuko tayari kusitisha mapigano kwa muda na kupisha kuingia misaada michache tu, ingawa amesisitiza kwamba lengo la jeshi la Israel ni kulidhibiti eneo lote la Gaza. Stephane Dujarric, msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, ameyataka makundi yanayopigana katika ukanda wa Gaza kuweka mazingira mema ili maafisa wa Umoja wa Mataifa waweze kuendeleza zoezi la usambazaji wa misaada kwa waathirika wa mapigano. Huku hayo yakijiri, jeshi la Israel limefyatua kile jeshi lilichokiita risasi za onyo karibu na wanadiplomasia wa kigeni waliokuwa wakiutembelea ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu. Hatua hiyo imeshutumiwa vikali na jamii ya kimataifa. Stephane Dujarric, msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, amesema it is clear that diplomats... Ni wazi kwamba wanadiplomasia ambao wanafanya kazi yao hawapaswi kamwe kupigwa risasi au kushambuliwa kwa njia yoyote ile, na usalama wao lazima uheshimiwe wakati wote. Must be respected at all times. Uingereza imedai kuwa ujumbe wa wanadiplomasia wa nchi za Magharibi ulikabiliwa na milio ya risasi wakati wakitembelea jiji la Jenin katika ukingo wa Maghrib. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy amearifu kuwa miongoni mwa kundi hilo la wanadiplomasia 20, wawili ni Waingereza na wapo salama, na ametaka uchunguzi wa haraka ufanyike juu ya tukio hilo. China kupitia kwa msemaji wake wa serikali Mao Ning imelaani tukio hilo la kushambuliwa kwa wanadiplomasia na imehimiza uchunguzi wa haraka ufanyike na kusisitiza kuwa inapinga aina yoyote ya uvamizi na kuhatarisha usalama wa wanadiplomasia wanaotembelea eneo la Gaza. DW tunavuma kwa kishindo.